Kukutana na kunaweza kuwa njia ya baraka na pia kuwa njia ya laana. Ninavyoona mimi, kukutana ndio kila kitu. Kulingana na nani unayekutana naye, utajifunza kuhusu uinjilisti. Kulingana na nani unayekutana naye, utajifunza mambo mengi. Mada kuu ni nini kupata baraka za kweli? Kwanza ni kukutana na muinjilisti wa kweli. Kulingana na maandiko yaliyosoma leo, baraka kuu ya muamini ni kukutana na muinjilisti wa kweli. Baraka kuu ya mtumishi pia ni kukutana na muinjilisti wa kweli. Hakuna baraka kuu kuliko hili. Watu wengi hufundisha kufanya kazi kwa bidii. Wanafundisha kufanya wezavyo. Kufanya kazi kwa bidii na kufanya wezavyo ni jambo la kawaida. Ikiwa utafanya uwezavyo kwenye kitu kibaya, itakuwa matatizo kubwa. Ikiwa utafanya kwa bidii kitu ambacho si injili, ni tatizo kubwa zaidi. Katika maisha yako ya imani, jambo muhimu zaidi ni kukutana na. Katika Matendo wa 13 mstari moja ya leo, viongozi Paulo na Barnaba walitokea. Wanafunzi wa uinjilisti wa kanisa wanatokea pamoja. Ni watumishi na wainjilisti walei. Lazima uombe kweli kwa ajili ya sehemu hii. Katika njia unayopita, lazima ukutane na muinjilisti wa kweli miongoni mwa walei. Ngoja nikuambia hadithi rahisi. Ikiwa watoto wako watakutana na mtu mwenye uwezo aliye na injili, aliyefanikiwa na anayefanya harakati za uinjilisti vizuri, hiyo ni baraka kuu. Sehemu hii ni muhimu sana. Siku moja nilipata mawazo hili. Wamisionari wengi hawafanyi uinjilisti halisi. Wengi wanafanya umisionari kama programu tu. Lakini ukimsaidia mtu anayefanya umisionari wa kweli, Mungu atafurahia sana. Kupata hicho ndicho kiini chetu. Wachungaji wengi hawafanyi uinjilisti halisi. Lakini kuna watu wanaofanya uinjilisti wa kweli. Ikiwa ni hivyo, hakuna baraka kuu kuliko hiyo. Makanisa wengi hayahubiri injili halisi. Lakini kuna kanisa linalofanya uinjilisti wa kweli. Hakuna baraka kuu kama hiyo. Uinjilisti haufundishi vyuoni na shule.
kuna vyuo vikuu vizuri Afrika, lakini havifundishi uinjilisti au umishonari. Mfano, tuseme unamsaidia mwizi. Nini kitatokea? Wewe ni mwizi zaidi kuliko mwizi huyo, kwa sababu wewe ni mpadri mkuu wa mwizi. Ikiwa kuanzia sasa utafanya kazi kwa bidii na kumpata muuaji na kumsaidia, ni dhambi kubwa sana. Lakini ukimsaidia mwinjilisti wa kweli, unakuwa mwinjilisti wa kweli. Katika Mathayo wa 10 mstari 40 hadi 42, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, alisema yeye ampokeaye nabii kwa jina la nabii atapata thawabu ya nabii, hata kama wewe si nabii. Ampokeaye mwanafunzi kwa jina la mwanafunzi atapata thawabu ya mwanafunzi. Siku moja nilitambua hilo, lazima uelewe hili vizuri. Kanisa la kweli lilipata baraka za kiuchumi au la? Nilipata jibu hapa zamani. Hata nilipojitahidi vipi, nilikuwa maskini kila wakati. Nikafikiri niliandikiwa kuwa maskini. Sio kwamba sikuweza kufanya kazi kwa bidii, lakini kila nilichofanya hakikufanikiwa. Siku moja ilibadilika hapa. Ninapoona watu wakifanya bidii bila mpango, ninaanza kuwa na wasiwasi. Hili ni muhimu sana. Natumaini mtapata baraka hii. Katika Matendo wa 13 mstari 3 hadi 4, walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakawawekea mikono yao, wakawapeleka. Ukikutana na mwinjilisti wa kweli, utapokea uongozi wa Roho Mtakatifu. Nini kinatokea ukipata uongozi wa Roho Mtakatifu? Inakuwa baraka kuu miongoni mwa baraka. Hii ndiyo sababu ya kwanza tunafanya maisha ya imani. Hili ni jambo ambalo hata rais hawezi kulifanya. Pia wanasiasa na watu wa dini hawawezi kulifanya. Kukutana na mwinjilisti wa kweli na kusaidia jukumu la kweli si jambo la kila mtu. Ukizidi kuwa mwinjilisti
anayejua sababu ya injili pekee, utakutana na mwinjilisti wa kweli. Imetayarisha hakika ndani ya kanisa. Namba 2 ni kukutana na mlengo wa kweli wa uinjilisti. Tazama andiko la Biblia la leo. Kupata baraka za kweli ni nini? Kukutana kuletako baraka za kweli ni kukutana na mwinjilisti wa kweli. Nini kinafuata? Wakati unapokutana na mlengo wa kweli wa uinjilisti, ndio wakati wa baraka zaidi. Kama mfano ulitoa sadaka ya leo na utatoa sadaka huko mbeleni, vigezo wako biwe wapi? Unapoomba kwa ajili ya huduma yako na kwenda uwanjani kukutana na watu, lazima ukumbuke hili daima. Ni kukutana na mlengo wa kweli wa uinjilisti uliotayarisha na Mungu katika kila uwanja. Biblia inasema wakati huo karamu inafanyika mbinguni. Unapokutana na mlengo wa kweli wa uinjilisti ni wakati ambapo karamu ya kiroho inafanyika na giza kuharibiwa. Inashukuru kiasi gani kumpa bakuli la chakula cha moto mtu mwenye njaa. Lakini je, inaweza kulinganisha na hili? Je, inaweza kulinganisha na kazi ya milele ya kupata uzima mpya kupitia Kristo? Kuna watu wengi wa maana Afrika, lakini kuna ufisadi mingi pia. Wanasiasa ni madikteta na hata wanadanganya. Vijana wanasoma na kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya baadaye, lakini hakuna tumaini. Kuna makanisa mengi katika Afrika, lakini hayawezi kutoa jibu sahihi. Hawana hamu na injili na wanajali mambo ya kimwili kama kula na kuishi vizuri tu. Je, wokovu wetu uko kwenye kiwango cha wanyama wanaokula na kuishi vizuri? Katika Biblia ya leo, Shetani anawadhibiti wanasiasa na mikoa kupitia watu waliopagwa na pepo chafu na kuzuia injili. Katika Matendo ya 13:8, mchawi Elima aliyekuwa amekamata na Ibilisi alijaribu kumzuia Iwali asiamini injili halisi. Je, ikiwa wewe ndiye mlengo huyo wa uinjilisti, Elima aliyepagawa
na pepo chafu. Alifanya kazi kwa bidii kumzuia Iwali asiamini Injili ili aangamize. Kazi ya kuokoa mlengo wa uinjilisti aliyetayarishwa na Mungu ndiyo kazi yenye baraka zaidi. Unapoomba na kujitolea kwa kazi hii, Mungu anafanya kazi. Kuna akina mama na akina baba wengi walio peke yao Afrika. Msichana anaishi na mwanaume na kuzaa mtoto kwa sababu mwanaume alikuwa mzuri kwake kidogo, lakini hatimaye wanaachana. Kijana anaishi na mwanamke kwa sababu anampenda, lakini mtoto anapozaliwa anaogopa na kukimbia. Hii ni matokeo ya kawaida kwa sababu jibu la maisha halijapatikana kupitia Injili. Binadamu wengi, hata wa kanisani, hata wasioamini, hawajui binadamu ni nani. Dhambi ya asili ni nini? Mimi nimeumbwa kwa ajili ya nini? Pia Injili ya ukweli ni nini? Au wokovu ni nini? Wanapita matatizo ya kale ya kiroho na kutangatanga, kisha wanadanganywa na furaha ya uongo kwa sababu mtu alikuwa mzuri kwao kidogo. Je, wokovu wetu na uinjilisti ni jambo lisilo na thamani hivyo? Haiwezi kulinganisha. Mungu anafurahia kazi hii kiasi gani? Anafurahi zaidi. Natumaini kwanza utapata jibu la maisha kupitia Kristo. Karibu nawe katika familia yako na huku na mahali pa kazi, majirani na mkoa. Kuna hakika mwinjilisti wa kweli aliyetayarishwa na Mungu kwa ajili ya Injili. Ukiomba jibu sahihi kama Injili halisi, wataponiwa na kutambua utume wa mwinjilisti kutoka Mungu. Matendo ya Mitume wa 13 mstari 4 inasema, basi watu hao wakiisha kupelekwa na Roho Mtakatifu wakateremkia Seleukia, na kutoka huko wakasafiri baharini mpaka Kipro. Hii ina maana Mungu anabariki kila njia mwinjilisti wa kweli anayopita kutafuta mlengo wa kweli wa uinjilisti. Hata kusafiri kwa mashua ikawa baraka. Ikiwa wewe ni mwinjilisti wa kweli, Mungu atabariki kila hatua na kazi, kukutana na ajira na masomo na biashara pia. Paulo na Barnaba
walimuinjilisha liwali hasa. Kuna tofauti katika watu. Watu husema kila mtu ni sawa, lakini hiyo inamaanisha ni sawa kama binadamu. Mfano, mfanyakazi wa kampuni na mwenyekiti wanawezaje kuwa sawa? Wakati nyadhifa ni tofauti, thamani na umuhimu wa kazi pia ni tofauti. Ikiwa una watoto, mfano, ikiwa una watoto kadhaa, wote ni wa thamani na muhimu. Hata hivyo, wazazi wanavutiwa zaidi na mtoto aliyefanikiwa na wana wasiwasi juu ya yule ambaye hajafanikiwa. Hata wakati wa kukabidhi pesa, wanamkabidhi yule mtoto atakayefanikiwa. Watu hawawezi kuwa sawa. Liwali ni tofauti na mtu wa kawaida. Ni mtu mwenye nafasi muhimu na ushawishi. Mtu huyo alipokea Injili. Nini kilitokea? Wakati mtu aliye katika nafasi muhimu ya mafanikio anapoelewa Injili, mambo muhimu huanza kutokea kuanzia hapo. Kazi hii inakuwa kazi muhimu zaidi mbele za Mungu. Namba 3 ni kukutana kunakovunja nguvu za giza. Hatimaye jambo lilitokea ambalo watu hawakulijua. Haikuwa jambo la kawaida tu. Mchawi alitokea. Kukutana huko kunakovunja nguvu za giza kunakuwa baraka kubwa. Katika Matendo wa 13 mstari 6 hadi 7, mtu aliyepagawa na pepo chafu alitokea. Uamini au usiamini, ingawa haionekani kwa macho, pepo chafu wapo kweli. Kazi ya kumponya mtu huyo inakuwa kazi yenye baraka zaidi. Nina jambo la kukuuliza. Kwa nini watu wanaoenda kanisani vizuri wanashindwa? Watu wanaoenda kanisani wanapaswa kupata majibu. Kwa nini wanashindwa? Usipojua sababu, ni matatizo kubwa sana. Kwenda kanisani kwa bidii bila kujua Injili sahihi. Hii ni sawa na kufanya ibada ya sanamu kubwa bidii. Nini kinatokea ukienda mbele ya pepo chafu na kuomba baraka?
Unaomba kazi yako na masomo na biashara iende vizuri. Hii ni sawa na kumwomba shetani alete laana. Je, unaelewa maneno haya? Walikenda kanisani kwa bidii, lakini siku moja matatizo likaza. Kwa hivyo unapokenda mahali pako pa kazi, nyumbani na uwanjani, ukiwa na injili sahihi, nguvu za giza lazima zianguke. Baraka kubwa iliyoje hii. Hii ndio uwanja iliyoonyesha katika Biblia leo. Katika Matendo wa 13 mstari 9, Mungu alimpa Paulo ujazo wa Roho Mtakatifu. Katika Matendo wa 13 mstari 10 hadi 11, mamlaka ya kuvunja nguvu za giza yalionekana. Tafadhali amini kwamba unayo mamlaka ya mtoto wa Mungu. Leo mamlaka hayo yamedhihirisha kwako. Usielewe vibaya. Si kuhusu kufanya jambo kwa bidii, bali ni kuhusu kuamini ukweli. Ninaona washiriki ama waamini wa kanisa wakifanya makosa. Wanasema ni kwa sababu sina imani. Hupaswi kusema mambo kama hayo. Kwa nini hakuna imani? Unawezaje kuokolewa bila imani katika Yesu Kristo? Unawezaje kuhudhuria ibada sasa bila imani? Unasema huna imani kwa unyenyekevu, lakini hiyo ni makosa. Kila mahali unapoenda, nguvu za giza zitaanguka. Tafadhali amini kwamba Roho wa Kristo aliyevunja nguvu za giza yu pamoja nawe. Watu wengine husema ni kwa sababu sikuweza kwenda kanisani kwa bidii. Unafanya nini kwa bidii? Waumini husema ni kwa sababu hawakufanya uwezavyo. Unapozidi kufanya kazi kwa bidii bila jua injili halisi sawasawa, ndivyo unavyozidi kushindwa. Ungefanya nini kwa bidii? Jiulize mwenyewe. Ungefanya nini kwa bidii? Je, hautakosa ibada hata mara moja na kuja kwenye ibada ya Jumamosi na sala ya alfajiri kama sala ya asubuhi mapema. Je, mfanyabiashara aache kazi na kuhudhuria kila ibada na sala ya asubuhi mapema? Ikiwa mwanafunzi hasomi na anahudhuria sala ya asubuhi mapema, je, hiyo ni kufanya kazi kwa bidii? Ikiwa mfanyabiashara hafanyi biashara vizuri na anaomba tu, Mungu hapendi. Unahitaji tu kutambua sababu kwa nini lazima
muamini Yesu Kristo na kumpokea kama mwokozi wako, ndipo unakuwa mtoto wa Mungu. Yesu ni Kristo na wewe ni mtoto wa Mungu. Yohana wa 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioaminio jina lake. Tafadhali amini ukweli huu, kwa sababu yako pekee, yenu pekee, nuru itaangaza na giza litavunjika katika familia yenu, ukoo yenu, na mahali pa kazi na shule yenu na uwanja ya biashara. Pia huduma yenu. Hakuna baraka kuu kuliko hii. Tunafanya ibada hivyo sasa hivi. Hitimisho, mambo matatu tunayopaswa kufanya. Tunataka kukutana na mwinjilisti wa kweli, lakini je, hilo hutokea kama tunavyotaka? Tunataka kukutana na mlengo wa kweli wa uinjilisti, lakini je, hilo hutokea kama tunavyotaka? Tayari tunayo baraka hii, lakini je, inatokea kama tunavyotaka? Matatizo ni linatokea hapa. Ikiwa tunaweza kupata baraka kama hizi, tunafanyaje? Katika Matendo wa 13:1, walifunga na kuomba ili kupata baraka hii iliyotayarisha na Mungu. Hii haimaanishi kufunga na kuomba bila mpango. Inamaanisha ni muhimu kiasi cha kuwa na sala iliyokoleza bila kula. Kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani yetu. Roho Mtakatifu yu pamoja nawe sasa hivi, lakini haionekani kwa macho. Ni kawaida kutohisi Roho Mtakatifu kuwa pamoja nawe. Kuna watu wanaosema walimuona na kukutana na Mungu katika ndoto jana. Mtu huyu amepagawa na pepo mbaya ambaye hajui injili sahihi na amekutana na pepo chafu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu ni Roho, hakuna uzoefu unaoonekana. Biblia inaahidi kwamba wakati unapomwamini Yesu Kristo, Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Ikiwa hii ni kweli, lazima uamini na kushukuru kwa njia sasa. Lakini Roho ya Kristo ni haionekani. Hii ni siri. Uongozi wa Roho Mtakatifu.
kupokea uongozi wa Roho Mtakatifu ili kupata baraka kama hizo kunaita maisha ya imani. Maisha ya imani ni wewe kupokea uongozi pamoja na Mungu. Ujazo wa Roho Mtakatifu. Lazima tushindane na yasiyowezekana kabisa. Lazima tuwe washindi katika mambo yote. Lazima ufanikishe kazi uliokabidhiwa na Mungu. Lazima uokoe nyumba yako na mahali pa kazi na mkoa yenu na huduma yenu na nchi yenu. Ndio maana ilisema upokee ujazo wa Roho Mtakatifu. Ilisema upokee ujazo wa Roho Mtakatifu kwa sababu tunaweza kufikia ukomo siku moja. Mchanganyiko wa maneno haya ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo kwamba kazi ya Roho Mtakatifu itokee katika masomo yenu na kazi yenu na biashara yenu na huduma yenu. Ninakubariki katika jina la Yesu kwamba kazi ya Roho Mtakatifu, baraka kuu itokee katika familia zenu. Natumaini mtakutana na watu kama hao katika njia mnayopita maishani. Hakuna baraka kuu kuliko hii. Ninakubariki kwamba baraka kama zionekane kwa uzao wako unapofanya ibada wiki hii. Tuombe pamoja. Mungu, tunakushukuru na kuwe na maisha ya kweli na yenye maana katika njia ya maisha yetu, na huu uwe katika wa kupata nguvu ya kweli inayotolewa na Mungu. Leo iwe ibada bora zaidi. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. So, baada ya dakika 5 na poro tutarudi.